Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati mataifa ya NATO yakienda katika mkutano wao huko wakitaka kuthibitisha katika kuchangia 5% ya bajeti katika wizara zao za ulinzi, Moscow yasema itaongeza uzalishaji wa makombora ya Oreshnik. Hii ni kauli iliyotolewa na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo amesema kwamba Urusi inaongeza uzalishaji wa kombora lake la masafa ya kati la Oreshnik ambalo ilirusha kwa mara ya kwanza dhidi ya Ukraine mnamo Novemba mwaka uliopita. Anasema uzalishaji mfululizo wa mfumo wa hivi punde zaidi wa makombora ya masafa ya kati ya Oreshnik unaendelea. Hata hivyo, Bwana Putin anasema mfumo huo umejidhihirisha vizuri sana katika hali ya mapigano. Aliongeza, Urusi ilitumia kwa mara ya kwanza kombora la Oreshnik Hazel 3 dhidi ya Ukraine mnamo Novemba 21, wakati Putin aliposema kuwa ilirusha kombora hilo kwa kampuni ya ulinzi katika mji wa Dnipro. Hii ilikuwa ni katika kulifanyia majaribio na lilifanikiwa kwa 100%, na kwamba kile ambacho kilielezwa na uhalisia vilikuwa hivyo hivyo. Na alisema ameidhinisha makombora hayo kujibu moja kwa moja Ukraine kwa matumizi ya makombora ya ballistic yaliyotengenezwa na Marekani na makombora ya kusafiri ya Uingereza kushambulia eneo la Urusi, baada ya nchi za magharibi kutoa idhini yao wakati wa utawala wa Joe Biden wa Marekani. Baadaye Putin alitishia makombora zaidi, ikiwa ni pamoja na dhidi ya vituo vya kufanya maamuzi huko Kiev ikiwa Ukraine itaendelea kuishambulia Urusi kwa silaha za masafa marefu za magharibi. Makombora ya kati yana masafa ya hadi kilomita 5500 sawa na maili 3415 ambayo yangewezesha kushambulia popote Ulaya au magharibi mwa Marekani kutoka nchini Urusi. Putin amejigamba kuwa Oreshnik haiwezekani kukatizwa na ina nguvu ya uharibifu inayolingana na silaha za nyuklia. Ingawa baadhi ya wataalamu wa magharibi wamelitilia shaka madai hayo, mnamo Desemba afisa wa Marekani alisema silaha hiyo haikuonekana kama ya kubadilisha mchezo kwenye uwanja wa vita, akiitaja kuwa ya majaribio kwa asili na kusema kwamba Urusi ina uwezekano wa kuwa na makombora machache. Putin alisema mwishoni mwa mwaka uliopita kwamba Urusi inaweza pia kupeleka Oreshnik kwenye eneo la washirika wake Belarus katikati ya nusu ya pili ya mwaka huu 2025. Belarus inashiriki mipaka na wanachama wa NATO, Poland, Latvia na Lithuania, na ilitangaza kwamba ipo katika hatari zaidi kutokana na kwamba nchi hizo ambazo zinaizunguka ni moja kati ya mataifa ambayo mara kwa mara yalikuwa yakionyesha namna ya kutaka kufanya mapambano dhidi ya Urusi. Na hata hivyo NATO imewekeza zaidi katika maeneo hayo, hasa Poland. Mnamo Novemba 21, Putin alitangaza kwamba katika kukabiliana na watu wa NATO ataweza kuyatumia makombora hayo ya Oreshnik ambayo kwa kiasi fulani yana uwezo mkubwa mno sawa unaoenda kulingana na makombora ya nyuklia. Amesema kwamba kwa mfano nchini Uingereza kombora hilo lingeweza kufika kwa dakika kuanzia 12 hadi 15, na ni kombora zito ambalo litamaliza jeuri ya watu wa magharibi, na hivyo uzalishaji wake kwa sasa utaongezwa maradufu zaidi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.